Yes, mambo vipi mtazamaji wa Bobezi TV? Hope uko poa kabisa. Mimi naitwa Genviva na hii ni Wabobezi TV. Karibu niweze kukupa ma story yote yaliyo trend kunako social media, and of course sasa hivi jambo ambalo lina trend kwenye mitandao ya kijamii na linatikisa nchi kwa kweli ni swala la dabi ya Kariakoo ambayo ilihairishwa, ambapo ilikuwa inabidi ipigwe Machi 8 mwaka huu 2025. Sasa ikawa imehairishwa kulingana na sababu ambazo bodi ya ligi walizitoa, lakini of course msimamo wa Young Africans ulikuwa pale pale, wakidai kwamba wao hawatocheza kwa sababu zao ambazo walizitaja. Lakini sasa siku ya leo bodi ya ligi wameweza kutoa ratiba kamili na kufanya marekebisho kwenye ile ratiba na kutangaza tarehe rasmi ya mchezo wa dabi ambao ulikuwa umehairishwa nyuma. And of course bodi ya ligi kama ambavyo nimekuambia, Tanzania Bara TPLB imepangia tarehe mchezo namba 184 kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, ambapo utafanyika Juni 15 mwaka 2025. So dabi itapigwa Juni 15 mwaka huu, and of course ni mwezi unaofuatia, mwezi unaokuja tu dabi itachezwa. Na nikukumbushe tu kwamba jana Mei 5 klabu ya soka ya Young Africans iliweza kutoa taarifa ya kusisitiza msimamo wao wa kwamba hawapo tayari kucheza mchezo huo uliogairishwa kufanyika Machi 8 mwaka 2025 kwa sababu za kiusalama na viashiria vya rushwa. Sasa naomba nikusomee hapa kile ambacho Young Africans kwa siku ya jana waliweza kukiandika kwa maana ya msimamo wao kwamba hawatocheza, lakini kwa upande wa Simba wao mambo ni bulbul. Wao wanasema kwamba watacheza na watakuwepo uwanjani. Sasa ngoja nikusomee hichi ambacho Young Africans waliweza kutoa hiyo barua ama msimamo wao wa kucheza dabi. Young Africans waliandika hivi: uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025 A1129-8. CAS imeelekeza Young Africans Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young African Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati kuu ya utendaji Young African Sports Club. Sasa hiyo ni barua ambayo Young Africans waliweza kuiandika jana kuhusiana na msimamo wao wa kuto kucheza dabi. Lakini kwa upande wao, kama ambavyo nimekwambia, upande wa Simba wao wamesema kwamba watacheza. And of course paka posti wameitengeneza kwamba dabi ipo tarehe 15 June mwaka huu, na wamepost kupitia ukurasa wao wa Instagram. Na Ahmed Ally ambaye ni msemaji wa Yanga, yeye amesema kwamba amefurahishwa na taarifa ya bodi ya ligi kuweza kupanga tena upya tarehe ya mchezo wa Young Africans. Sasa hiyo ni kama ambavyo nilikwambia, hiyo ilikuwa ni taarifa ya jana. And of course leo ndo taarifa ya bodi ya ligi wameweza kuitoa, na nikukumbushe tu kwamba ama nikujuze tu kwamba Young Africans bado hawajatoa neno lolote ama tamko lolote kuhusiana na taarifa hiyo ambayo imeweza kutolewa na bodi ya ligi. Je, bado wataendelea kusimamia msimamo wao wa kutokucheza dabi licha ya kuwa bodi ya ligi wametangaza tarehe mpya ya mchezo huo kuchezwa, au watakuja kucheza? Na of course kuna kanuni ambazo zinaelezea kuhusiana na timu kutokupeleka timu uwanjani, jinsi ambavyo itakuwa. So nitakuja kuletea mkasa mzima ama kanuni nzima za timu endapo haitopeleka timu uwanjani. Mimi naitwa Genviva, endelea kutufuatilia Bobezi TV kwa sababu tunahakikisha kila update tunakuletea hapa ndani ya Bobezi TV.